Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza anasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa aliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Mpendo wa maisha yako sijui katika wakati gani. Kitu kikubwa unatakiwa ujijue, niko wakati gani. Nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Maisha ya mwanadamu ni miaka mingapi? Miaka 70. Kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 10. Anasema miaka ya maisha yetu sio mingi. Ni miaka mingapi? 70. Ila ukijitunza vizuri, ukafanya na mazoezi kidogo, ukala vizuri, anasema utafika 80. Ndicho alichosema. Sikiza kwa makini. Utafika 80. Lakini kawaida, katika hali ya kawaida, mapambano ya maisha, vurugu ni miaka mingapi? 70. Wachache wanafika 80. Ukizidisha miaka 80, anasema hivi. Sikiza Zaburi sura ya 90 mstari wa 10. Anasema ukizidisha miaka 80 unakuwa ni maisha ya shida na tabu. Mtu anasema nataka kuishi miaka 100. Wewe unajua miaka 100? Mpaka kuinua mguu unashindwa. Unakuja kanisani hapa tunakubeba. Hata mguu unashindwa kuinua. Unatamani kukimbiza watu ukimbizi. Miaka ya ovyo. Sio kila kitu cha kuomba. Nitafika 90 na kujua 90. Mimi naomba tu Mungu, Bwana 80 ikifika, kama una kusudi lingine, hebu nikapumzike tu. Bwana Yesu asifiwe. Yatosha. Miaka tu Mungu alitupa. Utaishi maisha marefu miaka mingapi? Haizidi 70. Kama akinipa mpaka 80 nitamshukuru. Lakini najua miaka ambayo amenipangia ni hiyo. Ndio Biblia inaandika hivyo. Na anasema ukitaka zaidi ya hapo, shida, mateso, tabu. Wanakupeleka uwani, wanakutawaza. Jua likiwaka wanakutoa nje, unaenda kuotea jua. Sio miaka mizuri sana. Ikifika 80 mshukuru Mungu, songa mbele. Kalale na wenzako. Kwa nataka kuongea nini? Miaka ya maisha yako iko hapa, kuanzia hapa 0 mpaka miaka 70. Hapa. Ikifika hapa inakoma. Ukipewa neema ya kuishi miaka mirefu. Mpaka 80 ukipewa neema ya kwenda zaidi. Ina maana hapa katikati unafanya nini? Ngoja nikwambie. Unapozaliwa ni mwaka wa 0. Mwaka wa kwanza mpaka wa pili tunaita ni mtoto. Unanielewa? Unakuwa ni mtoto, kachanga. Mwaka 0 mpaka wa pili. Akielewa hata chochote kipo tu. Mwaka wa pili mpaka wa 10 tunakuita mtoto mdogo. Mtoto mdogo. Wengi wana miaka wako huko ndani, watoto wadogo. Ni umri ambao unatakiwa ndio kuwa na akili. Kama ni mpira ndio unaanza kucheza wakati huo. Kama unataka kujua mpira vizuri. Kama ni kujua biashara unaanza kufanya ndogo ndogo wakati huo. Kama ni mawazo, kama naelekea wapi kuwa fundi au kuwa nani, ndio unaanza kuwa nayo wakati huo. Mwaka wa pili mpaka wa 10. Miaka 6 7 unaingia darasa la kwanza. Umeshakuwa na akili. Mpaka miaka 10. Sikiza kwa makini. Miaka 10 mpaka miaka 19 tunakuita kijana. Pale kama ulichelewa huko nyuma, ulikuwa unataka kucheza mpira vizuri, sasa fanya mazoezi usiku na mchana. Kama ulikuwa umesoma ovyo, soma kwa nguvu zaidi. Kwa sababu naomba nikwambie wazi, ikifika miaka 19 ujaelewa mwelekeo wa maisha yako, kuisha habari yako. Miaka 20 mpaka miaka 40 ni kujenga maisha. Kama ni mfanya biashara, kafanye biashara kama kichaa. Kama ni mkulima, kalime kama mwendo wazimu. Kama ni binti, nenda kaolewe upesi kabla ufike miaka 30. Kama ni kijana, kaoe.
Inapofika miaka 40 kwenye maisha ya mwanadamu, unaelekea mwishoni. Unapoanza miaka, anaitwa mtu mzima. Miaka 20 mpaka 40 mtu mzima. Hiyo unajua. Kama bado unakaa kwa baba yako na mama yako na matatizo makubwa, na utanielewa baadaye. Miaka 20 lazima una akili ya kwenda kujitegemea. Miaka 20 lazima una akili ya kutoka nyumbani kwa baba yako. Na ukiwa kijana wa kiume usikubali kuendelea kukaa nyumbani kwa baba. Unafanya nini? Nenda kauze mchicha, nenda kafanye biashara. Nenda kajitegemea, kafanye kujenga hata nyumba. Ni ujinga wale ya juu kuendelea kukaa nyumbani kwa baba yako. Labda wewe unasoma. Na hata kama unasoma, anza kufanya chochote huko shuleni. Usiseme tu nasubiri masomo. Likizo katika piga mzigo. Wakati unapokuwa na nafasi kafanye kitu, kwa sababu naomba nikwambie, ukifika miaka 40 hujajiweka sawa. Naongea kwa vitu vya uhalisia. Naomba nikwambie, maisha yanakimbilia miaka 40. Ukichelewa pale, itabidi ufanye kazi ya ziada sana ili uende vizuri. Itabidi usilale usingizi. Kwa miaka 20 mpaka 40 ni miaka ya kujijenga. Ukifika 40 hujawa tajiri, kusha habari yako, huwezi kuwa tajiri tena. Ukifika 40 huwezi kujenga nyumba, huwezi kujenga nyumba tena. Ukifika 40 unabangaiza, kusha habari yako. Kuanzia miaka 40 mpaka 60 ni miaka ya kulea watoto. Ni miaka ya kujenga nyumba. Ni miaka ya kuwa na familia. Ni miaka ya kuongeza biashara. Miaka ya kuongeza mashamba. Miaka ya kutulia na kufanya mambo mengine ya maana. Ili unapofika miaka 60 nguvu zinaanza kupungua. Sio wewe tena. Kwa msingi ukiujenga vibaya mpaka miaka 40 imekula kwako. Miaka 40 mpaka 60 ni miaka ya kutengeneza vizuri sasa. Kama ni nyumba unaanza kupaka rangi na kuweka vitu vizuri. Watoto wanatakiwa kasome. Kila kitu kikae sawa. Unapofika miaka 60, serikali inakuachisha kazi. Kama unafanya kazi serikalini, umeshakuwa mzee. Kwa miaka 60 mpaka 70 ni wazee. 40 mpaka 50, 40 mpaka 60 ni wazee wadogo, ambao ndio hawajakomaa. Umeshaanza kuwa mzee. Naongea nini? Mpendwa katika Bwana, miaka ya maisha yetu inaishia 70 hapa. Kama Mungu akupa neema, ina mwisho. Usiwe na muda wa kupoteza. Nafasi yote Mungu aliyokupa, kama kucheza mpira, kacheze mpira kama mwendawazimu. Kama kulima, kalime kama kichaa. Kama kwenda kufanya biashara, kafanya biashara kama vile dunia umeumbwa kwa ajili hiyo tu, kama mwendawazimu. Usiwe na muda wa kupoteza kwenye maisha haya. Haya maisha yana mwanzo na yana mwisho. Lazima ujue hilo. Kuna siku yataisha. Utarudi kwa Mungu. Tutaimba tuonane milele. Utaulizwa maswali. Nilikupa vipawa. Nilikupa uwezo wa kucheza mpira, ulicheza mpira. Nilikupa uwezo wa kusoma, ulisoma. Nilitamani uwe daktari mkubwa, umekuwa daktari. Nilitamani uwe mkulima mkubwa, umekuwa mkulima. Maisha hana muda wa kupoteza kwa soga. Maisha hana muda kwenda kijiweni kupiga story. Huo muda haupo dunia hii. Naomba niwaambie, haya maisha kuna siku utalipa hiyo gharama. Maisha haya sijui kuna watu wanapata hapi muda, kijana mdogo anaenda kuangalia mpira mpaka asubuhi wa Manchester United. Kesho anaamka anasinzia siku nzima. Mpendwa katika Bwana, jua tuko katika safari dunia. Tunapambana kwa ajili ya maisha haya. Usicheze nayo. Kuwa mtu ambaye una maumivu na maisha. Tamani kufanya mambo ya tofauti kwenye maisha haya. Umepewa zawadi, kila mtu amepewa ya kwake. Leo mimi na miaka 50 kitu. Nikiangalia nyuma, nina watu ambao walichezea maisha wakati tunasoma, wenyewe wakawa wanacheza, wanaenda chooni, wanaenda kuvuta sigara, wakaishia katikati pale. Leo tunakutana nao. Mshikaji, nipatie 5,000 hapo bwana. Bado anadunda mguu, unajua anadunda mguu, Mzee kama mimi anambi simemkaa kichwa kisa. Anabaki yule tulisoma naye. Sio mtu kama huyo. Yule tulikuwa tunafanya naye mazoezi ya mpira, unamwona anacheza kule kilabu ya Kisimba na Yanga. Sio mjinga kiasi hicho. Kwa nini sio wewe? Unamwona jamaa mambo yake amekuwa sifa. Sasa hivi anasafirisha mchele kutoka mkoani. Huyu tulikuwa tunaanza naye kilimo bwana. Tulikuwa tunalima naye tu kule Zuzu. Pendwa, kwa nini sio wewe? Tumia muda vizuri. Nafasi ya maisha ambayo Mungu amekupa itumie kwa uhakika na kwa bidii kubwa.
Chochote Mungu atakachopa kufanya kwenye maisha haya, fanya kwa bidii zote. Kitabu cha Zaburi sura ya 90 mstari wa 12 anasema, tupe hekima ya kujua namna ya kuhesabu siku zetu. Unahitaji hekima ili uweze kujua namna ya kuhesabu kila siku inayokuja. Ngoja nikwambie kitu. Siku za mwanadamu ni miaka 70. Ukizidisha mara 365 unakuwa na siku ngapi? 25,550. Na leo imeshapita. Na sijui umeshaishi miaka mingapi. Kila mtu hapa amepewa zawadi ya siku 25,550. Wewe hizo hapo, wewe hizo hapo, wewe hizo hapo za kwako. Unavyozitumia ndio itakufanya uwe maskini, uwe tajiri. Unavyozitumia zitakufanya upate au ukose. Wengine wanaenda kuzitawazia chooni. Wengine wanaenda kuzitupa baharini. Wengine wanazipoteza na kupoteza muda. Maisha uliopewa yaheshimu. Alafu ukishaheshimu, jua ni zawadi ambao baada ya muda fulani hii keki itaisha. Hii pumzi itaziba. Utabaki wewe na utaondoka, utaenda kwa Muumba wako. Swali, hicho kipawa cha uimbaji ulichopewa, hujatoa hata wimbo mmoja mpaka leo. Utaenda kusema nini? Ile karama ya kuhubiri na kuwaleta watu kwa Yesu uliopewa, hujaleta hata mtu mmoja kwa Yesu, utasema nini? Ule uwezo wa kucheza mpira vizuri uliopewa, hujaufanyia mazoezi ya kutosha, utaeleza nini? Ile kazi uliopewa kufanya, kuna maswali utakuja kuulizwa. Siku 25,550 nilizokupa umezifanya. Natamani leo kupitia ibada hii kila mmoja moyo wake ukaamke. Mungu akupe nuru ya kuona sasa taa mbele, kwamba nafasi nilionayo ni ya tofauti. Nikupe siri moja. Inawezekana umepoteza muda wako mwingi, Mungu anaweza kurejesha tena. Yuko Mungu anaitwa Mungu wa marejesho. Bwana Yesu asifiwe.